kwanza ligi yetu imefikia hatua ya kwamba kuweza kupredict bingwa haraka mapema ni ngumu. Ushahidi ni msimu uliopita. Msimu uliopita mchezo wa mwisho kabisa wa ligi ulikuwa ni dabi ya Kariakoo, ambayo wakati inachezwa bingwa alikuwa hajafahamika. Na zile timu mbili ambazo zilikuwa zinashiriki huo mchezo wa dabi ya Kariakoo, timu yoyote kati ya zile mbili ingeweza kuwa bingwa. Sio, unaweza ukaona hiyo picha. Lakini mchezo wa awali wa dabi kuna timu moja ilipoteza katika hizo mbili, si ndio? Lakini bado iliendelea kupambana na ikafika siku ya mwisho ya mchezo wa mwisho wa ligi, na bado kulikuwa na uwezekano wa hiyo timu kupata matokeo chanya na kuchukua ubingwa, si ndio? Kwa hiyo mentality ya kwamba anayepoteza ndo anapotea, hii ni dabi ya kwanza. Hii ni dabi ya kwanza. Tutaishuhudia dabi nyingine. Japo itakuwa baada ya muda mfupi sana, kwa sababu utakumbuka ilikuwa ichezwe mwishoni mwa mwaka jana. Lakini kutokana na uwepo wa finali zile za AFCON na nini ikaletwa huku. Kwa hiyo matokeo ya dabi hayamalizi msimu unless uwe mchezo wa mwisho kama msimu uliopita. Lakini kama sio mchezo wa mwisho haiwezi kumaliza msimu. So hiyo mentality nafikiri ipo tu kisaikolojia na nini, na inawezekana tukapata wakati mgumu sana kuiondoa. Tuiache, haina ubaya sana. Haina ubaya. Lakini kikubwa ni kwamba watu ambao wanayo hiyo wafuate kanuni. Ukitoka pale umepoteza mchezo, kama wewe unaamini kupoteza mchezo wa dabi ni kupoteza ubingwa, basi usitoke pale sasa unataka kuvunja vioo, milango, magari ya watu kwa sababu tena sio bingwa. Wewe toka pale, bakia na hiyo mentality yako ndani ya kichwa chako, ndani ya moyo wako. Usipige viongozi, usipige makocha wala wachezaji. Lakini sisi wataalamu tunakwambia hiyo mechi haiamui bingwa.